Eliza Mbuki Feleshi, jaji kiongozi, Mheshimiwa Kamishna wa Sekretarieti ya Maadili, Mheshimiwa Mongesi, jaji wa rufani Agostino Mwaija, Mwanija, nisamehe kwa kukosea jina, Jaji Mwaimu, mwenyekiti Tume za Haki ya Binadamu na Utawala Bora, waheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufani, Mheshimiwa Mustafa Siani, jaji mfawidhi Mahakama Kanda Kuu ya Dodoma, waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu mliopo, Mheshimiwa Matias Banzi Kapunduguru, mtendaji mkuu wa mahakama na katibu wa Tume ya Utumishi wa Mahakama, Mheshimiwa Wilbard Chuma, msajili mkuu wa mahakama, waheshimiwa makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wa wizara mbalimbali mliopo, Bwana Biswalo Mganga, mkurugenzi wa mashtaka, waheshimiwa wasajili na manaibu wasajili wa mahakama mliopo, waheshimiwa mahakimu wa ngazi mbalimbali mliopo hapa nasi, watendaji wa mahakama ngazi mbalimbali, waheshimiwa wabunge kama wapo, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa ngazi mbalimbali, waheshimiwa wenyeji wetu wa Dodoma, nadhani nao wametuunga mkono, watumishi wa mahakama, wananchi wote, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari ya asubuhi. Awali ya yote niungane na wengine kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia amani, afya njema, na kwamba tumeweza kufanya matembezi na kujumuika nanyi hapa katika uzinduzi wa wiki ya sheria kwa mwaka huu wa 2021. Poleni na hongereni kwa matembezi. Wengine tuliishia njiani. Nilijua Kizeni peke yangu, kumbe kuna wengine walikuwa wanasema hebu mama atoke na sisi tu. Lakini kwa wale mliomaliza mzunguko wote, basi hongereni sana. Lakini pili, nishukuru sana Mheshimiwa Jaji Mkuu na watumishi wote wa mahakama kwa mwaliko huu. Wiki hii ni muhimu kwa mahakama ya Tanzania na wadau wote katika utoaji wa haki. Nafahamu kwa kila mwaka katika wiki hii wamejiwekea utaratibu wa kuelimisha wananchi kuhusu taratibu za kisheria na za kimahakama. Na kupongezeni sana kwa utamaduni huu wa kuelimisha wananchi kuhusu haki zao za msingi na wajibu wao. Nimeambiwa pia kwa tarehe 1, na kama mlivyosikia hapa, tarehe 1 mwezi wa pili mwaka huu ndio itakuwa kilele cha shughuli hii, na tumeambiwa kwamba mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mpenzi wetu Dr. John Pombe Magufuli. Hivyo basi mengi atakuja kuyasema yeye siku hiyo ya kilele, lakini mimi leo nitagusia yale yenye mnasaba na shughuli hii. Ndugu zangu, uzinduzi huu unakwenda sambamba na maadhimisho ya kutimiza miaka 100 ya Mahakama Kuu ya Tanzania. Naomba nitumie fursa hii kwa dhati kabisa kuipongeza sana mahakama kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya, hasa katika kipindi baada ya uhuru, kwa kushirikiana na mihimili mengine kuimarisha misingi ya uhuru, haki, udugu na amani ya nchi yetu. Historia inatuambia kuwa mengi yamepita katika kuleta mageuzi yanayoonekana sasa ndani ya chombo hiki. Mahakama Kuu ilianza na majaji watatu, kwa maana ya jaji mkuu na majaji wawili. Baada ya mageuzi na mapito mengi, kwa sasa Mahakama Kuu ina majaji wanawake 23 na wanaume 50. Lakini pia tuna majaji wa rufani wanawake 7 na wanaume 9 kama takwimu zangu ziko sahihi. Nataka nipongeze sana hatua hii iliyofikia. Ilikuwa ni ndoto kuona mwanamke anasimama kama jaji wa mahakama ya rufani au jaji wa Mahakama Kuu.
lakini kwa mageuzi mbalimbali, mifumo ya elimu na mambo yaliyotokea sasa imewezekana. Lakini pamoja na safari hiyo, mafanikio mengine ni kuanzishwa kwa Mahakama Kuu Divisheni ya Ardhi, Mahakama Kuu Divisheni ya Biashara, Mahakama Kuu Divisheni ya Kazi na Mahakama Kuu Divisheni ya Makosa ya Rushwa na Uhujumu Uchumi au maarufu kama Mahakama ya Mafisadi. Vile vile kumekuwa na matumizi ya tehama mahakamani, na lazima niseme hili nimevutiwa nalo sana. Kabla kuja jukwani hapa nilipita kwenye maonyesho na nikaoneshwa jinsi mahakama zetu zilivyoanza kutumia mfumo huu na jinsi haki sasa inavyotendeka kwa wale wanaopeleka mashauri ndani ya mahakama zetu. Lakini pia kumekuwa na kupunguzwa muda katika suala zima la usikilizaji au uondoshaji wa mashauri. Kumekuwa na ongezeko la majengo ya kisasa, nimeona kwenye maonyesho, ikiwemo kuwa na mahakama zinazotembea au mobile courts na uwepo wa mahakama za wilaya kote nchini. Hivyo katika kipindi hiki cha miaka 100, mahakama yetu imepitia mapito mengi, ikiwemo kutoka kuwa chombo cha kikoloni mpaka kuwa chombo huru. Pamoja na hayo, mahakama yetu imeweza kuhimili mabadiliko mbalimbali ya kikanda na kimataifa. Hakika hii ni safari ndefu sana iliyojaa mabonde na milima, lakini hatimaye mmevuka na kufika hapa mlipo katika karne 21, mkikabiliana na yanayotokana na wimbi la mapinduzi ya 4 ya viwanda. Hapa mnanikumbusha msemo waliyekuwa rais wa Marekani Abraham Lincoln, ambaye alisema, na naomba kumnukuu, kwamba you have to do your own growing no matter how tall your grandfather was. Na hiki ndicho kilichofanywa na mahakama zetu. Hawakuangalia wakati wa ukoloni walifanya nini na wao waendelee, hapana. Lakini walifanya makuaji, walijiongeza na wakajikuza wenyewe mpaka wamefikia hapa, na kama mlivyomsikia jaji mkuu, wanaendelea na mageuzi kuikuza mahakama yetu. Labda niseme kidogo kwa tafsiri ya Kiswahili msemo wa Abraham Lincoln. Kwa tafsiri yangu, anasema lazima ujiongeze ili ujikuze mwenyewe jinsi unavyoweza, bila kujali babu yako alikuwa na urefu gani. Sema babu yangu alikuwa futi 3 na mimi hapa nisiendelee. Jikuze jinsi unavyoweza. Mheshimiwa Jaji Mkuu, pamoja na pongezi hizi, nimefurahishwa sana na kauli mbiu au maudhui ya maadhimisho haya ambayo inasema miaka 100 ya Mahakama Kuu, mchango wa mahakama katika kujenga nchi inayozingatia uhuru, haki, udugu, amani na ustawi wa wananchi. Kauli mbiu hii inathibitisha jinsi mahakama ya Tanzania ilivyo mdau mkubwa katika ujenzi wa nchi ya kidemokrasia ambayo serikali yake husimamiwa na bunge, na pia yenye mahakama huru zinazotekeleza wajibu wa kutoa haki bila woga wala upendeleo wowote. Nimeambiwa pia zipo kumbukizi mbalimbali ambazo zitashuhudia kauli mbiu hii kwa vitendo. Baadhi yao nimeziona ndani ya maonyesho, jinsi utoaji wa haki ulivyokuwa na hatimaye kufikia hatamu ya usawishaji wa watu wetu. Mheshimiwa Jaji Mkuu, sote tunatambua kuwa kuendelea kwa taifa lolote kiuchumi, kisiasa na kijamii inategemea amani na utulivu uliopo katika jamii husika. Haki ni mojawapo ya msingi mikuu ya kuleta amani katika taifa lolote duniani. Hivyo basi, haki ikitolewa kwa wakati itachagiza maendeleo kwa haraka. Haki ikicheleweshwa huchelewesha maendeleo pia. Wanasema justice delayed is justice denied. Lakini ucheleweshaji huo husababisha migogoro inayopelekea kuvurugika kwa amani, utulivu na kupelekea watu kutoweza kuishi kwa vizuri au kwa undugu,
na hivyo kuzorotesha ustawi wa nchi. Na hapa naomba nimnukuu Reverend Martin Luther King ambaye mwaka 1955 alisema true peace is not merely the absence of tension, it is the presence of justice. Tafsiri yangu ni kwamba amani ya kweli sio kutokuwepo kwa fukuto, migogoro na mivutano, bali ni uwepo wa haki ambao ndio itazuia hiyo fukuto, migogoro na mivutano. Na hilo ndilo jukumu la mahakama. Katika kufikia azma hii ya utoaji haki kwa wakati, nafahamu kuwa mahakama ya Tanzania tayari inao mpango mkakati wa miaka 5 unaoainisha namna kila ngazi ya mahakama inavyotekeleza majukumu yake kufikia malengo ya kimkakati kwa ujumla au kwa ujumla wake. Hongereni sana. Hata hivyo, ni vyema tukumbushane kwa katika kutekeleza wajibu huu wa kutoa haki kwa wakati, majaji na mahakimu wanatakiwa wafanye kazi zao kwa uadilifu na weledi mkubwa. Na hii ni pamoja na kutoa haki bila upendeleo kwa upande wowote, bila kupokea hongo au rushwa. Inasemekana kwamba ni nafsi ndiyo inayoongoza kufanya haki na sio mfumo wa sheria. Ukitumia nafsi yako kutaka kupinda mfumo wa sheria, kumpa haki asiye na haki na kumnyima haki aliye na haki, hiyo ni nafsi yako ndio iliyokuongoza. Mfumo wa sheria uko pale pale. Lakini ukitumia nafsi yako kufuata mfumo wa sheria, kutoa haki kwa aliye na haki, ni nafsi yako imekuongoza hivi. Kwa ndugu zangu majaji, naomba mnapokaa kwenye viti vyenu nafsi ziwe safi ili kufuata mfumo wa sheria, kutoa haki kwa wenye haki na kuto kupeleka haki kwa wasio na haki. Mheshimiwa Jaji Mkuu, nafahamu kuwa katika hadhara hii bali na watendaji wa mahakama pia kuna wadau wa taasisi nyingine zitoaza huduma za elimu na msaada wa kisheria kwa wananchi. Na niseme nimefurahishwa sana nimewakuta kwenye maonyesho na wamenieleza vizuri kazi zao wanazofanya wakishirikiana na mahakama zetu. Uwepo wa taasisi hizi ni kithibitisho cha maboresho makubwa yaliyofanyika ya kuhakikisha shughuli za utendaji haki zinashirikisha na kujumuisha wadau wote muhimu. Utaratibu huu wa kushirikiana na wadau wengine ni mzuri sana, kwani ni ukweli usiopingika kuwa kulingana na ukubwa wa nchi yetu na idadi ya wananchi wetu wa Tanzania, watumishi wa mahakama peke yao hawawezi kufika kila pembe ya nchi yetu na kutoa huduma hii muhimu inayotakiwa. Kwa muktadha huo, tuwapongeze pia kwa dhati washiriki wote katika zoezi hili ninalolizindua leo popote walipo, kwani kama mlivyosikia kwamba zoezi la utoaji elimu kwa wananchi linaendelea kufanyika nchi nzima, na nataka pia niwapongeze kwa hatua hiyo. Lakini Mheshimiwa Jaji Mkuu, nipende tu kutoa wazo kwenu kwa si vibaya endapo wewe Jaji Mkuu na wadau wa haki mkaanzisha hata utaratibu wa kuzishindanisha taasisi za watoa elimu na huduma za kisheria hapa nchini kila mwaka. Na pia katika maonyesho kama haya, kwa wale watakaofanya vizuri, basi watambuliwe kwa kupewa vyeti vya umahiri wa kazi zao. Na ili taaluma tukifanya hivi, taaluma itakayotolewa inaweza ikawafikia wananchi kwa vizuri zaidi. Lakini nyingine niseme kwamba, na kama ulivyosema vizuri, matumizi ya lugha ya Kiswahili katika mahakama zetu umelieleza vizuri na sitaki kulirudia, ila tunasubiri tuone utekelezaji wa yale ambayo yamesemwa hapa. Lakini niseme pia kwamba machapisho niliyoyaona ndani ya maonyesho ambayo mengi yao watapewa wananchi, na yenyewe yawe kwenye lugha ya Kiswahili, na kwa yale ya Kiingereza basi watakaoeleza kwenye mabanda wawaeleze wananchi kwa lugha rahisi ili waweze kuelewa haki na wajibu wao katika nchi yao.
haitopendeza kuona kuwa taifa huru ambalo Mahakama Kuu inatimiza miaka 100 bado wananchi wake walio wengi wanakosa haki zao za msingi kutokana na changamoto ya lugha mahakamani. Kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu, umesema vizuri hii, nasi tunasubiri kuona utekelezaji. Lakini mbali na hilo la lugha, pia wananchi wengi wa vijijini bado wanatatizwa na kutofahamu vizuri taratibu mbalimbali za kufungua mashauri, uendeshaji wa mashauri, rufaa, mamlaka na taasisi zinazohusika kukamata wahalifu, kufanya upelelezi na kuendesha mashauri ya jinai mahakamani. Hivyo basi, natoa wito kwa taasisi husika kujikita katika mazingira ya vijijini ambako kesi nyingi aidha hazifiki kwenye mahakama au zinaishia njiani kwa kukata tamaa. Naweza kuangalia uwezekano wa kushirikiana na redio jamii katika maeneo husika kutoa vipindi mbalimbali ili kuelimisha umma. Vile vile kutumia jumbe fupi za simu au SMS kuelimisha kuhusu sheria mbalimbali. Katika simu zetu hizi, na ili kama watu wa simu wako hapa, niseme inaudhi sana. Unakaa kutumia simu yako kila dakika 5-10. Vijijumbe vya promotion, sijui kajanjaruka, sijui kafanyaje, vinaingizwa sasa hivi na halafu sasa hivi na halafu. Ni bora nafasi ile ikatumika kuweka jumbe fupi fupi hizi ambazo zitawafundisha watu namna ya kujua sheria, kutumia vyombo vya sheria na mambo kama hayo, kuliko kajazwa tena sijui kafanywaje. Najua ni mambo ya biashara, lakini kwa kweli mimi utamani ile message nijibu, hebu usiniudhi. Lakini hata ukijibu haiendi. Wamejiwekea wao tu wanakuletea, ukijibu haiendi. Kwa naomba itumike nafasi hii pia kuelimisha wananchi. Lakini nataka niwahakikishie, na hili tarehe 1 mwezi wa 2 Mheshimiwa Rais akiwa nanyi atawahakikishia pia kwamba serikali iko tayari kuungana nanyi kwa kutambua madhara na unyonge wanaopata wananchi kwa kutofahamu taratibu za kimahakama na kusababisha wao wananchi kupoteza muda mwingi kufuatilia mashauri, migogoro, kesi mahakamani na wakati mwingine kukosa haki zao kabisa. Hasa kwa kuwa tunajua wananchi wetu wanakosa haki zao, hasa wanyonge, serikali itakuwa nanyi bega kwa bega katika kuboresha mahakama na kufanya haki sasa imfikie mwananchi mnyonge wa Tanzania. Mheshimiwa Jaji Mkuu, utashi wa serikali katika kuungana na chombo cha mahakama katika kutenda haki unatokana pia na maagizo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 ibara ya 120 ambayo mbali na masuala mengine imeagiza yafuatayo: 1, kuhakikisha huduma bora za kisheria zinapatikana kwa wakati na kwa gharama nafuu kwa kuongeza wataalamu, miundombinu, vitendea kazi na kusogeza huduma karibu na wananchi. Lakini 2, kuboresha miundombinu ili kuweka mazingira wezeshi ya kufanyia kazi kwa kujenga majengo ya mahakama katika ngazi mbalimbali. 3, kuimarisha vyombo vya sheria kwa kuongeza wigo wa huduma za utoaji wa haki nchini. Na 5, ni kujenga mifumo ya tehama na kuendelea kuhimiza matumizi yake katika utoaji wa haki na masuala mengine. Nafurahi kusema kwamba mambo yote haya mahakama imeanza kuyatekeleza na inaendelea kuyafanyia kazi. Aidha, katika kuweka mkazo yote yaliyoainishwa kwenye ilani ya CCM, Mheshimiwa Rais Magufuli kwenye hotuba yake ya kufungua bunge la 12 tarehe 13 Novemba 2020 alisema, na naomba kunukuu, kwamba tutatoa pia ushirikiano kwa mhimili wa mahakama ili nao uweze kutimiza majukumu yake ya kusimamia haki nchini. Mwisho wa kunukuu. Kama mnavyofahamu, mahakama ni muhimu sana katika kuongoza serikali. Ni muhimu katika kujenga maelewano katika jamii, kudumisha amani na usalama na pia kuchochea shughuli za kiuchumi. Naomba nirudie hapo
nukuu ya rais ilikuwa ndefu na nimeikata katikati. Mheshimiwa Rais alisema tutatoa pia ushirikiano kwa mhimili wa mahakama ili nao uweze kutimiza majukumu yake kwa kusimamia haki nchini. Kama mnavyofahamu, mahakama ni muhimu sana katika kuongoza serikali. Ni muhimu katika kujenga maelewano katika jamii, kudumisha amani na usalama, na pia kuchochea shughuli za kiuchumi. Na hapo ndio mwisho wa kunukuu. Hii ni ishara tosha kwa serikali yetu chini ya uongozi wa rais wetu mpendwa. Tunafahamu wajibu mkubwa unaobebwa na mahakama ya Tanzania katika majukumu ya kutoa haki kwa wakati. Kauli hii ya Mheshimiwa Rais inaonyesha wazi kwa serikali inajali na kuthamini sana huduma za utoaji haki zinazofanywa na mahakama ya Tanzania. Mheshimiwa Jaji Mkuu na waheshimiwa majaji mliopo, mabibi na mabwana, nafahamu kwa tangu uteuliwe Mheshimiwa Jaji Mkuu umesukuma mageuzi na marekebisho mbalimbali ya sheria kwenye mahakama ili kuweza kufanya mhimili huu kwenda na wakati, lakini pia kuhimili mabadiliko. Na kupongeza sana wewe binafsi na mhimili wote wa mahakama kwa kutimiza miaka 100 mkiwa imeimarisha vyema utendaji wa chombo chenu. Mheshimiwa Jaji Mkuu, nimalizie hotuba yangu kwa kuwahimiza Watanzania kuja kushuhudia na kujifunza masuala mbalimbali katika upatikanaji wa haki. Nasisitiza tena, wananchi mjitokeze kwa wingi katika maadhimisho haya ya wiki ya sheria kwa kutembelea maonesho ili muweze kujipatia elimu ya masuala mbalimbali ya utendaji kazi wa mahakama ya Tanzania na taasisi nyingine zinazoshughulika na upatikanaji wa haki. Aidha, msisite kutoa maoni na mapendekezo yenu yenye lengo la kuboresha utoaji haki nchini. Nasi kama serikali tunahakikishia kuwa sisi ni sikivu, na kwa yale yanayopaswa kushughulikiwa na serikali tutafanyia kazi kwa haraka ili gurudumu letu la utoaji haki lisonge mbele. Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa mara nyingine tena nitumie nafasi hii kutoa shukrani za dhati kwako wewe Mheshimiwa Jaji Mkuu kwa kunialika katika siku hii muhimu. Na baada ya kusema hayo, sasa nichukue fursa hii kutamka kuwa maonesho haya ya mwaka 2021 sasa yamezinduliwa rasmi. Na watakieni kazi njema.